hapa alipo ni mlemavu wa masikio, haongei vizuri na Kiswahili hajui. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ngoja dakika moja tu. Ngoja nikuelezee. Sikiliza vizuri, tulisema kwa sababu ya nisikilize vizuri. Kwa sababu ya hali yako hiyo, wala usisimame sana. Wakuwekee kiti, maiki utapewa tu ukiwa umekaa. Wala msibishane. Sogea tu sehemu nzuri, mpatieni kiti akae. Wala usisukumane. Sawa. Haya, mpatieni kiti naye mtampa maiki hapo hapo. Basi huyu mama anaitwa Mwita Wang'eng'i. Huyu mama halmashauri ilichukua eneo lake. Baada ya kuchukua eneo letu hilo, walipita mwaka 1980. Wakapita survey na kuzuia kwamba maendeleo yoyote yasifanyike maeneo yale. Sasa katika kufuatilia sana, wakaja kutoa barua ya malipo mwaka 88. Baada ya ufuatiliaji sana takriban ya miaka 8. Baada ya kutoa hiyo, hawakuweza kufanya hivyo. Na huku wakawa wamewazuia watu hao wasiendelee na eneo hilo. Kwa hiyo huyu mama akaishi maeneo yale, baadaye akatoka baada ya nyumba yake kuanguka, ikabidi ahamie kwa shemeji yake. Na baada ya kuhamia kwa shemeji yake akakaa pale. Ilipofika mwaka 2009 tukafungua kesi kwa ajili ya malalamiko, kwa ajili ya kutaka tulipwe haki yetu waliokuwa wamekwisha kutupa barua ya malipo. Baada ya mahakama kusikiliza kile kesi, ikakitolea maamuzi mwaka 2011. Wakasema kwa sababu hawa watu mlichukua eneo lao na hamkuweza kuwafidia toka mwaka 88 hiyo mliowapa barua ya fidia, kwa hiyo inawapasa muwalipe milioni 50. Walipofanya hivyo, hawakuweza kufanya hivyo halmashauri. Ikabidi halmashauri waende kukata rufaa kwa kupinga kile kilichoamuliwa na mahakama na mahakama ya ardhi. Mwaka 2000 wakakata mwaka 2013. Hukumu ikatoka, ikaonekana maamuzi yaliyotolewa mwaka 2011 yalikuwa ni sahihi. Hawa watu waende halmashauri itekeleze malipo yao ya milioni 50. Kwa hiyo uamuzi wa mwisho ni nini? Uamuzi wa mwisho kwamba watu hawa waliamuliwa kwamba waweze kulipa, hawakuweza kulipa. Nani hao? Halmashauri. Haya, mkurugenzi, hebu tuambie likoje hili? Mlitakiwa kulipa, bado hamjalipa. Bibi yetu anawadai, likoje hili? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni sahihi kweli wanatudai na tuliamriwa kulipa, lakini ili tuweze kulipa ilikuwa wao wakazie hukumu. Na tulienda kwa mkuu wa wilaya, tukaongea na wakili wao, tukamwambia akakazie hukumu kwa sababu kesi yao tayari ilikuwa nje ya muda. Kwa hiyo ilikuwa yeye akakate, akaombe kufaili nje ya muda ili akishapata ile tuweze kumlipa ile milioni 50. Lakini hakufanya hivyo. Badala yake sasa hivi wamekata rufaa. Iko mahakama kuu, wamekata mwezi wa 6. Iko Court of Appeal. Haya, kwa taratibu za kisheria hilo tunaliendeaje? Sasa mkimwangalia bibi na kukata rufaa na kukazia hukumu, huku mmeshakubaliana anatakiwa alipwe, mwanasheria eti simlipe tu. Likoje hili, mkurugenzi? Kwa sababu sisi tulikuwa tumekubaliana wangeenda kukazia hukumu tungewalipa hela zao, lakini wameenda kukata rufaa, mahakama ya rufaa, na wamekata mpaka sasa hivi hawajaitoa. Sawa. Kwa hiyo kama wanataka kulipwa wakaondoa ile rufaa yao mahakama kuu ili tuweze kuwalipa. Nilikuwa natafuta mwanasheria hapa anisaidie. Sasa wakija wakaondoa kesi alafu mkaacha kuwalipa itakuwaje? Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakiondoa hiyo rufaa
ya hukumu tutawalipa. Wanakazi aje? Si mlisema imeisha kwa nje ya muda? Wanaomba kufaili kesi nje ya muda na inakubalika. Mimi bado sijakuelewa. Mheshimiwa, ninyi mmesema hamkuwalipa kwa sababu hakukazia hukumu. Na baada ya hapo mnasema ilishakuwa nje ya muda. Baada ya hapo mnasema kwa sababu alikuwa nje ya muda wamelazimika wapeleke jambo hilo mahakamani tena. Sasa hivi wamepeleka mahakamani kuhusu nini? Wameenda Mheshimiwa Waziri Mkuu, walivyoenda kukata hiyo rufaa wanataka eneo badala ya fedha. Wow. Ndugu yangu ambaye unasema kwa niaba ya bibi. Mheshimiwa, mimi nafikiri haya maneno wanayoyasema mimi ni kwamba haya ni namna ya kutafuta sehemu ya kujificha ili kusudi ule ucheleweshwaji uendelee kuwepo. Kumbuka watu hawa walituahidi toka mwaka 88 kwamba wanatulipa. Hawakuweza kutulipa shilingi 74,000 kipindi hicho. Mahakama ikatoa watulipe milioni 50 mwaka 2011. Hawakuweza kukubali kulipa. Nia yao ya kuonyesha kwamba hawakutaka kutulipa, walitupeleka mahakamani kana kwamba kile kilichoamriwa ni batili. Wakachelewesha mpaka huyu mama unavyomuona hana mji na hana mme na hana watoto. Yuko hivi unavyomuona. Amesimama kama mshumaa. Sasa hichi wanachokisema Mheshimiwa, hukumu ninazo 11 zinazosimama kupinga kuonyesha kwamba ile ni haki yangu halali. Lakini walisha nifungulia vyesi karibu 11, lengo la kutaka kuchukua lile eneo pasipo malipo. Zaidi ya yote kinachoweza kutishia ni hivi: serikali haiwezi kushindwa na mtu na meno ya mbwa hayawezi kuumana. Ndivyo wanavyonieleza. Na wanasema wewe utatembea mpaka utazeeka, lakini eneo hilo halitaweza kurudi. Lazima ukubaliani na milioni 50. Na mimi nikawaambia mwaka 2011, mwaka 88 mlipewa mtulipe milioni shilingi 70,000, matumizi yalikuwa machache. Mwaka 2011 milioni 50, wakati ule mabati yalikuwa bei nafuu. Leo hii mmekaa mpaka mwaka 2021, mpaka mwaka 2023. Mnataka mtulipe milioni 50 hiyo hiyo. Zaidi ya yote, mahakama haikuwaruhusu waingize kwenye eneo langu watu. Hili eneo Mheshimiwa Hakimu Mheshimiwa Waziri lilikuwa limevamiwa na watu. Mahakama ikanipa utekelezaji, nikaenda nikaondoa wale watu. Nikaleta greda, nikasawazisha lile eneo langu. Nikaiendea halmashauri. Ikasema nenda uchore ramani ulete, tukupe eneo ujenge. Nikaenda nikachora, nikapeleka ramani. Wakanipa control number. Nikaenda nikalipa benki. Nikarudisha ile control number ya malipo yangu 50,000 kwa ajili ya ujenzi. Wakaanza kunizungusha kutokunipa kibali. Walivyoanza kunizungusha muda mrefu, nikashangaa mwisho wa siku naenda kudai sasa waniruhusu nifanye maendeleo. Wananiambia kesi kiko mahakamani. Nikawauliza kama mlijua kwamba kuna kesi mahakamani, kwa nini mlichukua hela yangu shilingi 50,000 kwa ajili ya kufanya maendeleo eneo langu? Wakasema kaa utulie. Ile eneo liko wapi mkurugenzi? Ni hapa tu uwanja wa Rebu hapa. Ni karibu tu. Mkurugenzi, hebu tuambie. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkurugenzi ni ofisi. Tunajua mwaka 88 pengine ulikuwa hujazaliwa au ulikuwa shule ya msingi. Tunajua ni siku nyingi. Wengi wetu hapa mwaka 88. Nitoe moja baada ya nyingine. Hata mkuu wa mkoa anasema alikuwa form 1. Ni siku nyingi. Lakini mkurugenzi ni ofisi. Tunataka tunalimalizaje ili jambo ili bibi aondoke? Mheshimiwa Waziri, hilo ni eneo la soko la Rebu ambao wanafanyia wafanyabiashara. Wakati huo mwaka 88 anakoongelea ilikuwa bado ni halmashauri ya wilaya kabla halmashauri ya mji haijaanzishwa. Halmashauri ilivyokuja kuanzishwa, lile eneo likawa la kwetu. Na ile kesi walikuwa nayo wao, huyu alikuwa dai kesi nao na halmashauri ya wilaya. Mwaka 2023 wao wakashinda kesi, wakaja kuchukua lile eneo wakalitoa, wakalipitisha greda pale, wakawaondoa wafanyabiashara wetu. Kwa sisi tukaenda kukata rufaa
Mahakama Kuu, tukata rufaa ili ile eneo liweze kurudi kwetu. Kwa hiyo tulipokata rufaa ndio rufaa ilivyotoka, hukumu ilivyotoka ikaonekana sisi tumlipe milioni 50, lakini baada ya kuwa amekazia hukumu ile tumpe. Hiyo hukumu imetoka lini? Imetoka 2023. 2023. Ndio. Na ndio sasa hukumu haijakaziwa. Ndio. Sasa mimi niombe kitu kimoja. Moja, kama mnasema ikiondolewa kesi mnaweza kulipa, mnalipa shilingi ngapi? Milioni 50. Alafu sasa hii inatakiwa muandikishane kabla haijapelekwa kule. Muandikishane, mwalipe ndo wakaondoe kesi. Sawa. Si tumeshasema maeneo tunayoyataka tulipe fidia na chanzo mnacho. Andikishaneni, kubalianeni, lipieni. Na mimi nikuombe ndugu yangu, kwa sababu si tu halmashauri, kumbe ni eneo linatumika kama soko la wananchi tu wa kawaida. Sasa tukubaliane, muandikishiane vizuri, mlipwe fedha yenu. Mkishamaliza kulipwa fedha yenu, muandikishane kabla ya kulipwa kwamba mkishalipwa fedha yenu mnaenda kuondoa hiyo kesi, mtakuwa mmeshamaliza tupunguze hiyo mlolongo wote huu. Sasa mkuu wa wilaya utalisimamia hilo. Hebu baba, wewe unamsimamia mama pamoja na mkurugenzi, njoni hapa mtete na mkuu wa wilaya, mkubaliane lini mnamaliza hilo, na mwanasheria tulimaliza hilo jambo. Haya, asante. Kwa hiyo ukimaliza kumsogeza bibi, basi uje ukae na mkurugenzi na mkuu wa wilaya. Haya, anayefuata. Wajina naitwa Mwitawanduku. Wajina naitwa Mwitawanduku. Haya, tuambie babu yetu. Kwa yangu ni kijana wangu ananinyang'anya ardhi yangu. Kijana wako kivipi? Kijana wangu huyu nilinunua ardhi Serengeti. Kijana wako kivipi? Nikampeleka pale pamoja na ng'ombe. Kijana wako anaitwa nani? Wanduku. Yuko wapi huyo kijana wako? Yuko Serengeti. Serengeti, kijiji cha Nyamatare. Mheshimiwa mkuu wa wilaya Serengeti yupo hapa. Alibaki kule. Nilitaka kumuelekeza, basi itabidi haya. Sasa hili hapa, hebu msaidizi wa mkuu wa mkoa, nenda onana na mzee upate hizo taarifa. Mkuu wa mkoa atamuelekeza mkuu wa wilaya alisimamie hilo ili liweze kufanywa kazi kule. Mzee apewe eneo lake na mifugo yake. Hebu muoneni mzee, pateni hizo taarifa. Haya, msogezeni kwa rasi ili mkuu wa mkoa alisimamia hilo. Anayefuata, tuendelee, tuongeze kasi, watu bado wengi na muda unaenda. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi naitwa Sinana Samson Mwita. Mheshimiwa, mimi nimezulumiwa na kiwanda cha sukari kilichopo TPC Moshi Kilimanjaro. Ilikuwaje? Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nimeajiriwa kwenye kile kiwanda mwaka 2013. Nimefanya kazi mpaka mwaka 2021. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna mtoto wa mfanyakazi akaonekana kwamba yeye amemaliza form 4 na hana kazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ile nafasi yangu ikawa inatafutwa na yule mtoto wa mfanyakazi ambaye alikuwa ni bosi wangu. Basi Mheshimiwa Waziri Mkuu, niliitwa na meneja wangu nikaambiwa kwamba niandike barua ya kuacha kazi. Kwa kweli niliona ni kazi ngumu kujiachisha kazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikataa kuandika hiyo barua, lakini mwisho wa siku walinisimamisha kazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, waliponisimamisha kazi, nilienda kuwafungulia kesi CMA mahakama za kazi. Kesi hii iliendeshwa, ikaja ikaonekana kwamba wamenisimamisha bila sababu yoyote ya msingi. Basi mahakama ya CMA, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ikaagiza
nilipwe mafao yangu ambaye ni shilingi 4,900,000. Isivyo wanirudisha kazini na kunilipa mishahara yangu yote. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wamesha kulipa? Shirika lile lilipingana na maamuzi ya CMA likanikatia rufaa. Nini uamuzi? Charge sheet ya kwenda kwenye rufaa ilikuwa ni kwamba wamepinga maamuzi. Lakini tulipoenda pale kuendesha ile kazi, ilipofikia katikati ya kesi, mheshimiwa, wakanibadilishia mada kwamba wameshanilipa. Basi jaji akawauliza, kama mmeshamlipa, nyie si ndio mmekata rufaa? Hii rufaa mmeileta ya nini? Basi wakakomaa kwamba sisi tumeshamlipa. Kiukweli Mheshimiwa Waziri Mkuu, jaji aliwaambia, lendeni mkaniletee silipu ya benki ambayo mmeshamlipa huyu mtu. Alafu wanadai kwamba waliniwekea 2,208,000. Eti TRA ikanikata kodi shilingi 800,000 mheshimiwa. Sasa ni jambo ambalo aliingia akilini. Na kwenye hukumu kabisa jaji anaandika kwamba TRA ilinikata kodi shilingi 800,000 kwa shilingi 2,208,000 nilizolipwa. Mheshimiwa, nilienda benki, nikaenda nikawaletea kitu kinaitwa bank statement. Inakataa kabisa, toko waliponiachisha kazi hakuna chochote walichoingiza kwenye akaunti yangu. Lakini Mheshimiwa hakimu ananieleza kwamba yeye aliandikia benki barua, ikamwandikia taarifa zangu, akajiridhisha kwamba nimelipo. Sasa mheshimiwa, hata kwa akili ndogo, mimi tulikuwa tunashtakiana na shirika. Mahakama inawezaje kuomba barua na wakati mimi hatushtakiani nayo? Potelea mbali, hela zilizokuwa zimebaki 2,200,000 mpaka sasa hivi hazijui zimeelekea wapi mheshimiwa. Hivyo nilikuwa naomba, mimi nimezulumiwa na kampuni ya sukari TPC Limited Moshi, naomba unisaidie nipate hela zangu mheshimiwa, mimi ni mnyonge. Aya, nimekupata. Ili turahisishe tu kulifuatilia juu kwa juu, nadhani na wewe njoo uje uonane na msaidizi wangu hapa. Peaneni mawasiliano hapo, tutafuatilia TPC. Sogea hapa, tutafuatilia TPC. Pole sana. Hebu mpatieni yule kijana mwenye ulemavu yule, amekaa sana. Alafu tutarudi kwa kina mama hapo. Hebu tuambie kijana. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tunakushukuru kwa kutetea wanyonge mheshimiwa. Mungu akubariki. Mimi naitwa Nyaronyo Pius, natoka wilaya ya Tarime DC. Mimi nilipewa nyumba na ndugu yangu baada ya kuwa nimepata ulemavu huu unaoniona ninao. Baada ya kupewa nyumba hiyo, hiyo nyumba waliuziana kiwanja ambacho mwaka 2020. Baada ya kuuziana kiwanja akajenga nyumba ya room 3. Baada ya kujenga nyumba ya vyumba vitatu, baada ya kuwa nimepata hitilafu yao mguu nikakatwa, akanipa hiyo nyumba, akaenda akajenga kwingine. Sasa nimekaa hapo miaka 20. Baada ya kuwa nimekaa miaka 20, sasa hivi ofisi ya serikali ya kijiji ni hatua 10 kutoka maeneo nayoishi mpaka kwenye ofisi ya kijiji. Sasa hivi nakuja naambiwa kwamba nibomoe ile nyumba bila fidia, nihame kupisha ujenzi wa stendi. Sasa mheshimiwa, kwa hali hii unayoniona, mimi niende wapi? Nitapata wapi gharama ya kujenga nyumba? Nani amekuambia uhame? Niliambiwa na mwenyekiti wa kijiji, alafu akaja akaniambia diwani, alafu tukaenda kulalamika mara ya kwanza kwa mkurugenzi wa halmashauri ya Tarime DC. Baada ya kulalamika mheshimiwa, mara ya kwanza mkurugenzi yuko wapi wa DC? Yuko hapo. Hebu tuambie hili jambo, wanasema walishakuja kulalamika kwako, likoje? Mheshimiwa Waziri Mkuu, swala hili jana alitoa malalamiko yake pale Nyamongo na ulielekeza wasaidizi wako tuweze kumsikiliza, na walielekeza kwamba tarehe 6 wasaidizi wako watakuja ili kusudi tuweze kulimaliza. Jambo lenyewe likoje? Jambo lenyewe ni kwamba eneo hilo ni pale Nyamwaga ambapo ni makao makuu ya halmashauri. Kwa hiyo kuna eneo ambalo ni la kijiji
ambalo kijiji waliweka matumizi ya kujenga soko wakati huo, lakini baadaye wakabadilisha kwamba tujenge stendi ya kisasa kwa sababu ni eneo la halmashauri. Kwa hiyo wakati ule, wakati ni soko, waliwapatia hawa na wenzie wajenge vioski vya muda, halafu baada hapo wapishe ili kusudi serikali iweze kutekeleza maendeleo. Kwa baadhi walishaondoka na wengine kama bado wapo, ndio maana tukasema hatuwezi kusema tuwafukuze kwa nguvu mpaka tumalize tatizo lao. Kwa hiyo jana walielekeza kwamba tarehe 6 tukutane na ofisi yako ili kusudi tuweze kulimaliza. Haya, amenyosha mkono, ana jambo la nyongeza. Eneo ulipewa kwa muda Mheshimiwa, ama kwa kudumu? Eneo hatukupewa kwa muda, kwa sababu tungepewa kwa muda kwenye dokumenti zetu walikuwa wametusaidia. Mtendaji wa kijiji ni msaidizi wa mkurugenzi. Tulikuwa tumepewa hilo eneo. Aliwapaje? Na kuidhinishiwa kwamba ni eneo la kujenga. Ndio maana tukajenga makazi. Hata ukiona nyumba yangu ina vyumba vitatu, kuna vyumba vya ndani ambavyo vina milango ya ndani. Je, stendi ina milango ambayo ina vyumba vya ndani na madirisha pia yapo. Hebu naomba uje uangalie kama utakutuma mwakilishi wako aje angalie nyumba yangu kama ina hadhi ya kibanda. Na barua dokumenti nilionayo, ninaomba kuna watu 6 ambao tuko pale. Naomba mama mmoja aje aniletee dokumenti uziangalie dokumenti nilionayo. Na ina umeme? Nyumba ina umeme. Umewekewa na serikali? Niliwekewa na serikali. Na ina maji? Maji ndio haina. Mkurugenzi, nilikuwa na mhoji baada ya kumuelewa hiyo hoja kwamba hii sio ya kibanda, ni nyumba. Wewe ulishapafika mkurugenzi? Unaifahamu au umesimuliwa? Hapana, maeneo nayafahamu. Ni kwamba wao walivyoelekezwa wajenge hivyo vibanda vya muda, wao ndio waliojenga makazi, wakati kimsingi walitakiwa wajenge hivyo vibanda. Kwa hiyo sasa, kwa sababu ni eneo la kijiji, ndio maana tulivyotoa maelezo wakasema kwamba wakutane na serikali ya kijiji kwa ajili ya kuweza kulitatua. Aya, sasa niseme kitu kimoja. Mkurugenzi, nadhani tuende na utaratibu tuliokubaliana kwa kuzingatia hali yake, kwamba ana ulemavu kwa na mguu mmoja, ndio walishajenga, lakini ni eneo la kijiji kama ambavyo unasema, na kwamba walipewa lakini wamejenga. Umefanya vizuri mkurugenzi, mmeona msitumie nguvu kuwatoa. Angalieni eneo sehemu nyingine ili tuweze kumhamisha awe na eneo na nini, vifaa vyake ambavyo bado vinaweza vitumike. Na sisi na mimi ofisi ya waziri mkuu tutamuunga mkono, tumsaidie. Mkishapata eneo tutamuunga mkono, tumsaidie apate pa kukaa. Kwa hiyo tukifanya hivyo, ndugu yangu, si itakuwa sawa? Tafutwe eneo, halmashauri na sisi na TAMISEMI tukuunge mkono, patengenezwe vizuri, uhamie, wao waendelee na stendi. Si ni sawa hiyo? Asante mheshimiwa, nakutakia Mungu akubariki sana kwa kuniangalia. Haya, asante sana. Kwa hiyo mkurugenzi, basi tuma watu wako, tafuteni wapi panaweza pakafaa, tumtafutie eneo, tuunganishe nguvu, wadau. Wadau tunao wengi, na mimi ni mdau, na mimi mwana Tarime. Na tutashirikiana pia na mbunge wa Tarime vijijini. Tafute wadau, tumtengenezee nyumba nyingine, sehemu nyingine pale, tuendelee na soko na stendi kama ilivyopangwa. Hiyo si iko sawa bwana? Iko sawa mheshimiwa. Haya basi, asante sana. Kwa hiyo basi peana mawasiliano na mkurugenzi atatuma timu yake watafute eneo hilo, tutakusaidia. Naitwa Tekra Johannes, ni mratibu mwenezi mkoa wa Mara ACT Wazalendo. Kwanza mheshimiwa rudia tena. Naitwa Tekra Johannes,
Ni mwenezi wa kina mama mkoa wa Mara ACT Wazalendo. Asante. Nilikuwa naomba niseme mambo matatu ambayo ni ya muhimu. Na nafasi hii namshukuru Mungu kwanza ambaye amenipa kibali, kwa sababu bila wewe kufika hapa yawezekana wazo hili lingekuwa ni mfu. Jambo la kwanza, ninatoka kata ya Nyandoto. Kuna shule ya Nyandoto ya sekondari. Nitakapohitimisha nitahitimisha juu ya Mheshimiwa Rais. Ili shule ya sekondari tulihitaji kupata angalau mabweni ya wasichana, kwa sababu ukiangalia muda wanaotoka maeneo mbalimbali tumepata majanga makubwa ya watoto wa kike ambao wanaweza kufanywa ukatili wa kijinsia kwa umbali. Kwa hiyo ninaomba Waziri Mkuu, angalau katika alama utakazoziacha Tarime, basi acha alama kwenye shule ya sekondari Nyandoto tukapata mabweni ya watoto wa kike mahala pale. Nitashukuru sana. Jambo la pili nitakaloomba wache alama, kuna kivuko cha Nyasebe. Hichi kivuko kimekuwa ni hatarishi sana kwa wananchi wa kata ya Nyandoto. Yaani panapokuwa na masika, maana yake tunapoteza nguvu kazi. Hivi juzi tu kuna kijana alikuwa anavuka, maskini anaona kwamba ng'ombe wanamaliza mazao, akatoa na akafa. Kwa hiyo tunaomba kile kivuko cha Nyasebe, Mheshimiwa Esther Matikwa alikiongelea sana wakati huo bungeni. Hebu Mheshimiwa nipige hata magoti kile kivuko cha Nyandoto. Lakini napomalizia nisiache kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye alikwamua watoto wa kike waliokuwa wanapata mimba wakarudi shuleni. Kwa hilo hata mbingu zitaandika. Kama mtu amefanya jambo zuri, inabidi pia tumshukuru. Kwa sababu ndoto za watoto wa kike wengi zilikuwa zimekufa, na wakati huo wanaume wanaohusika wenyewe wanaendelea na ndoto zao. Kwa hiyo kutokana na hilo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ningekuomba sana kwa jicho la ukarimu kwa jimbo la Tarime mjini, ututengenezee pale at least mabweni ya watoto wa kike. Nimalizie kwa upande wa Mungu. Mimi niseme hakika Mungu, kila serikali huwa anaamua kwa wakati wake. Na kama kuna mtu haelewi, basi aelewe kwamba kipindi hichi kuna mamlaka imeamliwa hivyo. Kwa kuwa imeamliwa hivyo, tunachotakiwa ni amani. Ninajua amani itakapokuwepo. Mimi nimekuwa mwanajeshi, niliona athari ya Uganda. Kwa hiyo ninaomba sana sana mfikishie Mama Samia ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, asome Methali, asome kitabu cha Methali 10:19, itampa mwelekeo. Ninajua hakuna mtu anaweza akapendwa na watu wote, lakini akumbuke yeye ni mtoto wa kwanza. Mtoto wa kwanza mara nyingi ana vita kali. Kwa hiyo ni rais wa kwanza mwanamke, akubali mishale yote, lakini atekelezee wananchi wajibu wao. Mungu aibariki Tanzania, Mungu bariki jimbo la Tarime, Mungu bariki Afrika nzima. Mungu awabariki sana. Asante sana katibu mwenezi wa mkoa wa ACT Wazalendo. Na haya ndo mambo tunayosema, hatuna tatizo la masuala ya kivyama. Sisi ni ndugu. Na vyama vipo kikatiba. Na hata ninyi huku wala msigombane kwenye misingi ya vyama, msigombane misingi ya dini. Haya ni mambo yako kikatiba. Mama amedhihirisha kwenye mkutano, amekuja, amekuwa na ujasiri na ametoa na hoja za mambo ya maendeleo. Nashukuru sana, ametuoneshea yale tunayoongea kwamba sio sisi tu tunaongea, bali kwa wananchi hivyo ndivyo mlivyo. Mnaishi kama ndugu.